Naam, kwa nukta hiyo sasa anapata fursa adhimu kabisa ya kumwalika moja kwa moja studioni Aidan Muyenjwa Mlimila kuja kuketi naye hapa atuambie kunani huko kwenye Zilizobamba, na hakika mjomba wake na Aidan Mlimila anafuatilia kwa karibu mno matangazo haya ya Papo. Muyenjwa. Yes, niambie mzee wangu. Umepania? Umevaa suti. Nimevaa suti bwana. Nimefurahi leo nimekaa. Blue. Ndio. Naam. Na wewe nimeona umevaa jeans. Kimarekani au sio? Kimarekani na umevaa hiyo inaitwaje hiyo? Hiyo Alexander McQueen. Wewe ndiye mchambuzi pekee wa ngumi za kinadada ambaye unafanya vizuri sana kwa sasa Afrika. Hongera sana kaka. Shukrani sana. Karibu sana. Nimefurahi kuwa nawe. Mimi pia nimefurahi sana, kitambo sana kukaa kwenye set moja na wewe. Super sub. Kuni ya akiba. D-list. Mlimila. Unakotafuta huko mimi sipo. Karibu sana bwana, tuambie kwenye Zilizobamba kunani leo. Kimsingi kama tunavyofahamu. Wakaribishe nao bwana. Hii Nonga lakini pia Bayona. Mguu wa dhahabu. Sharif Bayona. Asante mchambuzi wa ugomvi. Naam, sasa mimi niwakaribisha au nikaribishe mimi? Wewe wakaribie, mimi nimeukaribisha wewe. Na ndo anaingia kwenye seti ya sasa wewe. Karibuni sana vijana. Karibuni sana vijana. Bila shaka mko tayari kwenda kupata ulumbi. Kwa vitasa. Tuko vizuri. Mwenyewe unaita sweet science. Science tamu. Science tamu. Naam. Safi sana. Unajua wewe umetumia neno gani hapo? Sweet science. Ulumbi. Achana na sweet science. Ulumbi. Tunaenda kupata ulumbi. Wewe fundi sana. Ndio karibu. Yes, inarudi hivi karibuni. Na umerudi ukiwa uko fiti. Maana ulishaanza kuwa na kitambi. Naona kimeondoka sasa hizi. Nimerudi gym kidogo. Karibu bwana Aidan. Shukrani sana. Kama ambavyo tunafahamu Disemba 26 tunakwenda kuwa na pambano la vitasa. Siku 8 zimebaki, sio? Ndio. Kabla ya siku husika. Sasa leo nataka tukatazame moja kati ya fights ama bouts ambazo zitakuwa sehemu ya hiyo event. Pambano ambalo litamhusisha Ramadhani Mkwakwate ambaye anakwenda kucheza kwa mara ya kwanza kwenye mfululizo wa matukio ya vitasa Azam TV dhidi ya Regan Pacho Losa ambaye ni Mkongo anaishi Tanzania, raia wa Kongo ambaye anaishi Tanzania. Ndio. Ambaye hii inakwenda kuwa ni fight yake ya pili anacheza kwenye mfululizo wa matukio ya vitasa ya Azam TV. Fight yake iliyopita nakumbuka ilikuwa ni dhidi ya Amiri Matumla, mtoto wa gwiji Rashid Matumla ambaye nakumbuka ile fight ilikuwa na utata kiasi kwenye, of course kwa mujibu wa watazamaji. Kwenye maamuzi. Baada ile fight ni kwangu maamuzi alikuwa sahihi. Alishinda kwa point Amiri Matumla Amiri. Lakini kwa mujibu wa watazamaji wengi waliamini pengine Regan Pacho alikuwa ameshinda ile fight kwa sababu alikuwa aggressive sana, na mara nyingi kwenye boxing kwenye matchup ambayo inahusisha bondia mmoja ambaye yuko aggressive sana, ana nguvu, ana force fight muda wote dhidi ya mmoja ambaye ana score na kukimbia, ana score na kutembea, mara nyingi huwa kunakuwa na utata kwa mujibu wa watazamaji. Sawa. Wengi wanaamini ile hali ya wewe kuwa aggressive ndio inafanya utoshe kushinda fight. Lakini boxing kushinda fight ni zaidi ya kuwa aggressive kwenye ring. Sasa tukatazame takwimu ndio ambazo nimeandalia zinazohusisha mabondia hawa wawili kati ya Ramadhani Mkwakwate dhidi ya Regan Pacho ambaye anakwenda kucheza kwenye fight yake ya pili kwenye mfululizo wa matukio ya vitasa. Sawa. Kitazama hizi takwimu za ulinganifu kati ya mabondia hawa wawili, unaona kwenye upande wa umri of course ni tofauti ya miaka 4. Ramadhani Mkwakwate ambaye ni mwenyeji wa Rufiji nimeambiwa, ameanzia ngumi kule ana miaka 29 dhidi ya miaka 25 ya Regan Pacho ambaye ni raia wa Kongo anaishi nchini Tanzania. Mapambano 15 kwa Ramadhani Mkwakwate, mapambano 9 kwa upande wa Regan Pacho. Wakati ukitazama takwimu za ushindi kwa upande wa Ramadhani Mkwakwate ni mapambano 11 kashinda kati ya 15 ambayo amecheza mpaka sasa kwenye kari yake kama bondia ngumi za kulipwa. Wakati ukiangalia Regan Pacho katika fights 9 ambazo amecheza ameshinda fights 5, wakati Mkwakwate ana knockout 7 katika ushindi 11 ambao yuko nao. Hii ina maana ni mapambano 4 peke yake kati ya 11 aliyoshinda aliyaruhusu yaamuliwe na majaji. Sawa. 7 alikuwa anamalizikia njiani bila kabla ya kufika kwenye ile round ya mwisho. Wakati Regan Pacho unaona ana knockout 4 peke yake hapo kwenye ushindi wa katika ushindi wa 5. Yes. Lakini ukitazama
idadi ya fights ambazo wamepoteza, Mkwakwate amepoteza mara 3, wakati Regan Pacho ana fights 4 ambazo kapoteza mpaka sasa kwenye kari yake, kati draw moja ama sare moja kwa upande wa Ramazan Mkwakwate, huku Regan Pacho akiwa hana sare yoyote mpaka sasa kwenye kari yake. Stance imemerge. Wote hao ni mabondia ambao ni orthodox tunasema kwenye stance zao. Sasa ukiangalia aida ni ngoja kwanza kabla ya ukiangalia kwa faida ya mtu ambaye anafuatilia, na wewe ni mtaalamu wa vitasa. Unapomwambia mtu ni orthodox wote wanafanana, kwa yule ambaye yuko nyumbani, hebu mpatie darasa sasa. Orthodox ni nini? Kwenye boxing tuna stance mbili. Of course Mwenyezi Mungu alivyotumba binadamu ametumba kama kwenye makundi mawili. Kuna wale binadamu ambao wanatumia zaidi mkono wa kulia kwenye matumizi yao ya kila siku, ukiwemo wewe, na kuna wale ambao wanatumia mkono wa kushoto kwenye matumizi aidha kwenye kuandika kulia sometimes, au kwenye football. Kuna wengine wanapia mguu wa kulia, mguu wa kushoto. Sasa kwenye boxing unazungumzia jinsi ya kusimama. Sasa nimeanzia huko mbali ili iwe rahisi mtu kunielewa. Sasa kuja kwenye nadharia ya boxing, tunaposema orthodox ni yule bondia ambaye akiwa amesimama kasimama kama hivi mimi. Umetanguliza mguu wa kushoto, mguu wa kushoto umetangulia mbele, mkono wa kulia umetangulia mbele. Huyu ni orthodox. Ngoja kwanza. Huo uliotangulia wa kulia wa kushoto? Huo wa kushoto samahani. Wa kushoto na mkono wa kushoto uko mbele. Kwa hiyo ni orthodox. Huyu ni orthodox. Tafsiri yake ni kwamba huyu orthodox jabu yake inakuwa ni mkono huu wa kushoto. Hii ni jabu yake. Kinyume chake huyu ndo southpaw. Mimi of course kiasili ni southpaw. Wewe kwa hiyo jabu yangu mimi hii. Jabu yangu mimi ni hii. Jabu yangu mimi ni hii. Ya kulia. Serious sana. Jabu ya kulia sawa. Ndio style yake. Kwa southpaw ni wale ambao pambano lako. Wanaposimama mkono na mguu wa kulia vinakuwa viko mbele, wakati mkono wa kushoto ndio una nguvu ili ya kufanya kumalizia. Yaani huko ili kufanya setup. Una kuset kuja na connect na hii. Mkono wangu wenye nguvu. Mkono wako kushoto ndio una nguvu sana. Ndio wenye nguvu. Orthodox. I mean southpaw. Kinyume chake ndio ukweli. Orthodox. Nimekuelewa. Sasa umeona umetupa darasa huru hapo. Na aliye nyumbani kule Ruvuma kule atakuwa amekupata vizuri sana. Mbinga ndani kwa kina ndugu yangu wana Yera Michael. Kwa hiyo hizi ni takwimu ambazo zinawatambulisha mabondia. Ukiangalia hapa kwenye upande wa knockout, ndio of course wote wanaonekana ni wazuri kwenye kumaliza fight zao kwa knockout. Na moja kati ya mambo ambayo nimeona kwa wote wawili, wote wana nguvu. Yaani wana power, wana nguvu. Ukiangalia Regan Mkwakwate kwa fight zake ambazo nimetazama, anaonekana kuwa na power sana. Vivyo hivyo pia kwa upande wa Regan Pacho. Tofauti ambayo nimeiona kwa watu wawili kwenye upande huu, huyu mmoja tunasema usahihi wake, ile kiwango chake cha usahihi kwenye utupaji wake wa ngumi na kulenga maeneo ni kikubwa zaidi. Huyu Regan Pacho, yes ana knockouts 4, lakini nimetazama fights zake nyingi sana. Moja kati ya mambo ambayo yanapungua kwenye kifurushi chake ni ile punching accuracy ama usahihi wake kwenye utupaji wake wa ngumi. Kitu ambacho nilikiona pia kwenye fight yake iliyopita dhidi ya Amiri Matumla, atatokea hapa Mtozi, tujikumbushe ilivyokuwa ile fight. Ukiangalia Regan Pacho alikuwa aggressive sana, alikuwa mbona anamfukuza Amiri Matumla, anafanikiwa kumpush Amiri Matumla kwenye maeneo ya kamba, kwenye kona za ulingo, lakini ulikuwa unaona kwenye ule muda ambao anafanikiwa kumleta Matumla karibu na kulazimisha mapigano ya karibu, ulikuwa uone akifikisha zile ngumi zake kwa usahihi. Na ndio kitu ambacho nimeona kama akifanikiwa kukinoa, basi ataweza maximize hiyo faida ya kuwa na power. Unaweza kuwa na power kwenye boxing, lakini kama hauna huo usahihi kwenye ulengaji wa maeneo, hiyo power yako inakuwa haina maana yoyote. Unakuwa umeishiwa power. Kwa hiyo hizi ni takwimu ambazo Ramazan Mkwakwate na Regan Pacho Losa, raia wa Kongo huyo ambaye ameweka maskani yake nchini Tanzania, wako nazo. Hili neno umelikazia, unamtafutia mtihani ndugu yako, usiwafanye watu huyu yupo kwa mujibu wa sheria, ana vibali vyote. Kwa kuna shaka. Wana tangu ameamka kwa asubuhi. Kongo na Tanzania. Ni muhimu kwa kukumbusha ni match up ya kimataifa. Yaani lazima hii ni international match. Mtihani ndugu yako. Hii ni pambano la kimataifa ambalo linahusisha Mtanzania, mwenyeji wa Rufiji, Mkwakwate, dhidi ya Regan Pacho ambaye ni raia wa Kongo, ingawa ni Mkongo ambaye kona zote za Bongo anazijua. Rufiji pwani. Kokote pwani Rufiji.
Kwa hiyo hizi ni takwimu ambazo mabondia wote wawili, na hii kimsingi nimeleta leo hii ndio kuwakumbusha watu sababu wiki tatu nani ratiba ya hizi fight. Ndio. Ratiba fight ya kwanza mpaka ya mwisho na muda wake. Moja kati ya fights ambazo mtu unatakiwa uiweke kwenye orodha yako ambayo lazima uitazame. Ndio. Ni hii fight kati ya Mkwakwate dhidi ya Regan Pacho. Moja la fapano kwa sababu moja, Mkwakwate ni bondia ambaye yuko aggressive sana kwenye ring. Anapenda kupigana kwa force, kulazimisha. Regan Pacho vivyo hivyo. Kwa hiyo ni matchup ambayo inakwenda kutupatia action. Yaani watu kupigana kwa round zote, na kuna hii ni fight ambayo Ahmed Hassan ndio Nonga bwana Bayona Sharif mgua dhahabu amposi kuacha kutazama hii fight. Aki kwenye mechi za hapa ndani hapati namba. Hawezi kucheza. Nacheza bwana. Hauchezi kaka. Mimi nikiwepo. Bwana Adrian Aidan Mlimila, tuendelee na story nyingine. Kwa hiyo hii ilikuwa ni matchup na hii ndio fight ambayo nilikuwa nimemkumbusha mchezo wetu, kuwakumbusha watu hayo ambayo nilikuwa ninayazungumza watazame. Pacho huyu mwenye jezi kama mwenye bukta kama ya Kongo hivi. Si ndio Regan Pacho mwenyewe, na hii ndio ilikuwa fight yake dhidi ya Hamid Matumla ambayo unaona hapa style yake, mtu wakuja anakuja analazimisha mapigano ya karibu, lakini kitu pekee ambacho alikuwa anakosa kwenye hii fight ilikuwa ni usahihi wake tu kwenye utupaji wa ngumi, kitu ambacho kikapelekea kutokuwa na idadi kubwa punches ambazo zilifika kwa usahihi wake na kuwashawishi majaji. Pale mnapokuwa mnakaa kwenye kufanya hiyo kutangaza ngumi, mnakuwa karibu sana na ulingo Tunakaa pembeni ya ring kabisa pale. Hivi huwa wanawasikia wakati kuna muda wanawasikia mnapokuwa mnachambua? Sina uhakika sasa, maki ibidi tuulize mabondia wanatusikia. Sio rahisi sana Hebu fuatilia. Tunakaa pembeni ya ring. Yaani pembeni ya ring tunakaa. Lakini nishawahi kumsikia Karim Mandonga. Kuna ile anakumbuka kwamba akasikia ilikuwa fight yake dhidi ya Magambo Christopher. Alisikia Pato. Akamsikia Pato asema. Kwa hiyo hii ilikuwa ni alikuwa ni Regan Pacho ambaye ninamzungumza hapa kama mnavyomtazama. Ndio. Mmoja kati ya bondia ambao ninaamini wanakwenda kutupa fight kali sana tarehe 26 Disemba. Mimi nakuahidi kwamba nitaifuatilia hii. Hii itakuwa mkiweka hiyo ratiba hiyo itatusaidia sana kujua muda gani fight, kwa sababu utaanza kujua kati ya saa 4 mpaka saa 5 mimi natakiwa niache shughuli zangu zote niangalie kitu fulani. Hiyo huo ujio wa ratiba hiyo itakuwa nzuri sana. Wiki ratiba itatoka na kila mtu atakuwa anajua idadi ya fight ambazo anataka azitazame. So sometimes huwa ni ngumu kuangalia fights zote. Ni kweli. Kwa hiyo tuachane na hiyo taarifa ya Regan Pacho dhidi ya bondia Ramadhan Mkwakwate wa Rufiji. Na mapema leo hii wakati ninaamka nikijiandaa kuja kutoa ulumbi hapa kuja viwanjani nikakutana na taarifa ambayo ilinishtua kidogo, taarifa ambayo inamhusu mmoja kati ya mabondia bora duniani kwa sasa, Terence Buddy Crawford. Huyu bwana hapa ametangaza rasmi kustaafu mchezo wa masumbwi alfajiri ya leo. Terence Crawford, na sote tunakumbuka kwa fight yake iliyopita mwezi Septemba ambapo alicheza dhidi ya bondia Canelo Alvarez wa Mexico na akafanikiwa kushinda kushinda mikanda yote mikubwa minne kwa maana ya WBC, WBO, WBA na IBF. Na hivyo bahati siku ile na wakati unatoa hii taarifa mimi ndo nilikuwa mchangazaji. Tulikuwa wote nakumbuka tukachambua hiyo rekodi ambayo ameweka. Sasa baada ya pale kukawa kuna mazungumzo ya kufanyika kwa pambano la marudiano kati yake dhidi ya Canelo Alvarez. Sasa juzi kocha wa Canelo bwana Ed Reynoso alizungumza akasema wanafikiria kurudiana na Terence Crawford mwezi wa 6 au wa 9 mwakani. Juzi ndani ya wiki hii. Sasa leo hii Crawford katangaza rasmi amestaafu mchezo wa masumbwi na kusitisha karia yake ambayo imedumu tangu mwaka 2008 alipoingia kwenye masumbwi ya ngumi za kulipwa mpaka mwaka 2025 siku ya leo ambako anatangaza kustaafu. Sasa Crawford, moja kati ya mambo ambayo yanamfanya kuwa atakumbukwa kama moja kati ya mabondia bora wa muda wote ni kuweka rekodi ambayo hakuna binadamu mwingine yoyote kwenye nyakati hizi ambazo tuna mikanda mikubwa minne kwa maana ya WBC, WBA, WBO na IBF kuwahi kushinda mikanda yote mikubwa minne kwa wakati mmoja kwenye madaraja matatu tofauti ya uzito. Ni binadamu pekee, ni bondia pekee wa kiume ambaye amewahi kufanya hivyo, ambaye ni Terence Crawford. Alifanya hivyo kwenye super lightweight, akafanya hivyo kwenye welterweight wakati anampiga Errol Spence Jr. na amefanya hivyo mwezi wa 9 wakati anampiga Canelo Alvarez. Kwenye rekodi ambayo
anaondoka akiwa ameiacha pale ikiwa iko peke yake. Hakuna binadamu mwingine yoyote kwa upande wa wanaume ambaye amekufanya kuweka rekodi kama hiyo. Lakini kubwa must know when to leave the stage. Yes. Kubwa zaidi Terence Crawford, hii ndio mikada yenyewe ambayo nilikuwa naizungumza. Terence Crawford anaingia kwenye orodha ya mabondia ambao waliwahi kucheza na kustaafu pasina kupoteza. Sasa kabla ya kwenda kutazama orodha ya mabondia wengine ambao wana hiyo rekodi, umezungumza kitu kizuri sana. Mtumbuizaji mzuri ni yule ambaye anajua wakati sahihi wa kuweza kuondoka jukwani. Na mmoja kati ya mitihani ambayo mabondia wengi wanafeli duniani tangu wakati wakina Muhammad Ali, wakina Mike Tyson, wakina Evander Holyfield, kina Manny Pacquiao hivi karibuni, na mabondia wengi sana wanafeli huo mtihani, kina Oscar De La Hoya, the Golden Boy, ni kujua wakati sahihi wa kutundika gloves zao na kustaafu masumbwi. Wachache sana wanafaulu huo mtihani. Lennox Lewis alifaulu. Floyd Mayweather Jr. alifaulu huo mtihani. Terence Crawford ni mtu mwingine pia ambaye anafaulu huo mtihani wa kujua wakati sahihi wa kustaafu mchezo wa masumbwi. Anastaafu kama rekodi ya kutokupoteza fight 42. Na anaweza kuwa na umri gani huyo? Miaka 38. Ambao ndo tayari anaondoka. Kwa hiyo amestaafu kwenye wakati ambao ni sahihi, akiwa ameweka rekodi ambayo iko pale, akiwa hajapoteza fight yoyote mpaka sasa kwenye kari yake ambayo ndio ngumu za kulipa. Terence Crawford bad. Lakini waga wana record pia kuondoka kwenye boxing afu wanarudi. Sasa huo ni mjadala mwingine sasa. Anaonyesha tu labda. Floyd Mayweather wakati mara baada ya kuwa superstar mkubwa mwaka 2008 wakati anampiga Oscar De La Hoya, akatangaza kustaafu. Atangaza kustaafu kwenye kipindi ambacho alikuwa ndo superstar mkubwa kwenye boxing. Akaa miaka miwili ili kutengeneza mazingira ya kuhitajika na kutaka pesa ambayo atataka yeye ili arejee ulingoni. Na kana anafanya hivyo, anapigana, anakaa mwaka mzima amestaafu, mwaka mzima nje ya ulingo. Mtamfuata, atapa mahitaji yake yeye. Mkiafikia au ulingoni. So inawezekana pengine hii ni njia ambayo Terence Crawford labda anaitumia kutengeneza mazingira ya yeye kuwa na mvuto mkubwa ili atakaporudi kurudiana na Canelo Alvarez, basi apate pesa ambayo yeye ataitaka. Mimi nafikiria hivyo pia. So hiyo ni eneo lingine la mjadala ambalo pengine unaweza ukatumia kulijadili, lakini kwangu mimi Crawford simdai kari yake na kila kitu ambacho ameifanya. Tukiachana na hiyo taarifa ya Terence Crawford kustaafu masumbwi, ndio twende tukatazame mabondia 6 ambao waliwahi kucheza na kustaafu pasina kupoteza pambano lolote kwenye karia zao, akiwemo Terence Crawford ambaye nimemtaja hapo. Sasa hii ni orodha ya mabondia ambao wana record ya kucheza ama ya kucheza boxing wakiwa wanaanza mpaka wanastaafu pasina kupoteza fight yoyote. Sawa. Ricardo Lopez karia yake ilidumu tangu kutoka mwaka 1985 mwaka 2001. Alicheza jumla pambano 52, alishinda 51, akatoka sare pambano moja. Ricardo Lopez sio miongoni mwa majina maarufu sana, lakini moja kati ya mabondia ambao wana hiyo rekodi kutoka nchini Mexico. Lakini pia Floyd Mayweather Jr. nimemtaja hapa. Tangu anaingia mwaka 96 kwenye boxing ya kulipwa mara baada ya Olympic ya Atlanta mpaka mwaka 2017 wakati anapigana dhidi ya bondia Conor McGregor. Alifanikiwa kuwa na karia ambayo ilidumu kwa miaka hii yote, zaidi ya miaka 20, pasina kupoteza, akiwa na jumla fights 50, akiwa ameshinda zote. Rocky Marciano, huyu ndo bondia pekee kwenye ngumi za uzito wa juu heavyweight ambaye ana hiyo rekodi ya kucheza fights zote pasina kupoteza. Rocky Marciano karia yake ilidumu toka mwaka 1947 mpaka mwaka 1955, akiwa na jumla fights 49 kwenye ngumi za uzito wa juu. Ndo bondia pekee kwenye heavyweight ambaye alicheza na kustaafu pasina kupoteza fight yoyote. Rocky Marciano kutoka nchini Marekani pia. Ukiachana na Rocky Marciano, Joe Calzaghe Mwingereza pekee ambaye anaingia kwenye hiyo orodha, alikuwa na karia ambayo ilidumu toka mwaka 1993 mpaka 2008, akiwa na jumla ya fights 46 pasi na kupoteza, alishinda zote. Lakini pia tuna Terence Bud Crawford ambaye nimemzungumza hapa sasa hivi. Karia yake ilidumu toka mwaka 2008 mpaka siku ya jana ama alfajiri ya leo ambako alitangaza kustaafu, akiwa na jumla ya fights 42, akishinda zote pasi na kupoteza. Lakini pia tuna Andre Ward, Marekani mwingine huyu ambaye mara baada ya Olympic ya mwaka 2004 alitangaza kuingia, na huyo ndo alikuwa ni bondia alikuwa ni mshindi wa medali ya dhahabu kwenye Olympic ya 2004 kule Ugiriki. Baada ile tournament akaingia kwenye professional boxing ambako alikwenda kuwa na karia ambayo ilidumu kwa miaka hii yote, akicheza jumla ya fights 32 pasi na kupoteza, akiwa ameshinda zote.
Kwa hiyo hawa ni mabondia 6 ambao wamecheza fights nyingi kwenye professional boxing na kustaafu wakiwa na record ya bila kupoteza kwenye ngumi za kulipwa duniani. Umetushibisha sana. Nikupe heko, shumbe na nikupe kongole. Ulumbi umeingia vilivyo. Ulumbi kila mahala kaka. Shukrani sana. Ulumbi umejaa pomoni. Unajua kujaa pomoni yani umejaa mpaka unamwagika. Sawa sawa. Sasa Aidan, wakati wewe unaondoka mtapishana pale na Mangula Finest. Mangula Finest. Mzee wa Mbuzini huyu. Ali Mufti. Mtakuwa mnapishana pale kama zile boti za mzee Baresa. Anakuja kutoa ulumbi wa mitandaoni. Anakuja kuleta ulumbi wa kule Mkondoni. Bana, nakushukuru sana. Nakushukuru sana Aidan Mlimila na namwalika sasa Ali Mufti. Bwana mtazamaji, kwa ambaye anafuatilia, tarehe 26 itakuwa ni Boxing on Boxing Day, ambapo Aidan pia amegusia hapa mapambano ambayo yatakuwepo siku hiyo, ama mabondia ambao siku hiyo watapanda ulingoni ni pamoja na Hassan Mwakinyo Champez, one time, muda mrefu sana hajaonekana ulingoni, lakini pia ametoka kutuambia habari za Pancho na akaniambia kwamba katika mapambano ambao sipaswi kukosa siku hiyo ni pambano la Pancho ambaye ni Mkongomani anayeishi Tanzania kwa kibali maalum na kufuata taratibu zote za kisheria. Lakini miongoni mwa mapambano hayo ni kina dada pia watapambana, kina Leila Macho siku hiyo watashuka ulingoni kwa ajili ya kwenda kuona wanazichapa. Cha kufanya mtazamaji, kama hujalipia kisimbuzi chako sasa, tafadhali, ili kuepuka usumbufu. Mimi nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za ile siku yenyewe husika ya pambano ama siku husika ya jambo ambalo wewe unahitaji kuliona, mathalan mechi na vitu vingine. Bwana, nimelipia lakini sioni. Maana sasa shida ya kimtandao, bwana inachelewa, nishalipia. Tafadhali bwana, kama hujalipia kisimbuzi chako bwana, lipia sasa.